Baadhi ya wakulima wa kijiji cha Kimana mkoa wa Manyara wametoa malalamiko juu ya wafugaji waliovamia maeneo yao ya mashamba na kudai ni maeneo ya malisho ya mifugo yao, hali inayosababisha kuwepo kwa migogoro katika maeneo hayo. Wakizungumza na waandishi wa habari, wakulima hao wanadai mkuu wa wilaya aliwaahidi kukutana na wakulima hao ili kupata suluhisho, lakini hakutokea kwa ajili ya kuzungumza nao. Abimaeli Lori ni mkulima katika eneo la Enguserondare. Niliandikiwa barua pia na DC kwamba niwajulishe wakulima wenzangu kwa niaba ya wakulima wote tukutane leo hapa ili aweze kutujulisha maamuzi ya tume yake aliyoiunda kwa ajili ya kutatua mgogoro ambao uko kati ya wakulima na wafugaji katika eneo la Enguserondare. Na tumefika hapa tangu saa 2 tuko hapa tukitegemea kukutana na DC. Lakini tulipofika hapa hatukuweza kukutana naye. Kufika saa 4 tumeenda ofisi ya DC ili tuweze kujua kama bado yupo na anakuja. Tumefika ofisi ya DC hatujamkuta DC. Tukaingia ofisi ya msaidizi wake Das, ambaye tulipofika kwake alituambia DC alipata dharura. Sisi kama wakulima tunamiliki hayo maeneo kwa muda mrefu. Wengine wana miaka 12, wengine wana miaka 10, wengine wana miaka 8, na wengine labda kama miaka 5 hivi. Kwa muda mrefu tumekuwa tukifanya kazi hiyo ya kulima katika maeneo yetu hayo. Hatujawahi kukutana na mgogoro mpaka katika kipindi cha kuanzia mwaka jana sasa na mwaka juzi ndio kulianza chokochoko ya kwamba wanataka kutuzuia, na bahati mbaya wamekuwa wakituzuia bila kuwa na zuio la kisheria ambayo linatuzuia kwamba tusilime hayo maeneo. Kumekuwepo tu na vijana wa wafugaji wa Masai wamekaa katika maeneo hayo na kuzuia mashamba yetu tusiyalime. Hapa tulipo ni eneo la Enguserondare ambapo ndugu zetu wafugaji kwa mujibu wa taratibu zao ambazo hazina sheria wala misingi wamekataza tusilime, au wakiona trekta ya kulima mashambani kwetu wanawafukuza. Eneo hili ni eneo ambalo ni eneo lililoko kwenye ramani ya kijiji cha Kimana kwa matumizi bora ardhi ya 2015 mpaka 25. Eneo hili ni eneo la kilimo na makazi. Sasa na zaidi ya miaka 12 mahali hapa. Alafu naambiwa nisilime. Na familia na watoto wanasoma, wako shuleni, wako vioni. Alafu mahali hapa ambapo nimeweka nguvu yangu kubwa kwa ajili ya kuendeleza kilimo na nipate maisha, naambiwa nisilime. Katika kufuatilia nimechunguza sana, nikaona kwamba wenzetu wafugaji wanatumia tu nguvu ya rungu, lakini hawana sheria yote inayowalinda wala kuwafanya wao waendelee kuingia maeneo na kuzuia watu kulima. Kwa hiyo ninaiomba serikali yetu tukufu hasa tuanzie wilaya Kiteto, mkoa wa wilaya asimamie haki za watu. Kwa majina naitwa Vicente Daudi Kulaya, ni mkazi wa kijiji cha Kimana, ni mkulima na ninalima hapa zaidi ya miaka 10 kwenye ile eneo la Enguserondare bila usumbufu. Tena mwaka huu tumesumbuliwa na wafugaji na kuambia kwamba hili ni eneo la malisho, wakati sisi miaka yote tunalima na tunatambua kwamba ni kilimo na makazi. Ndio maana unaona hata ndugu yetu hapa Nuru amejenga nyumba ya kudumu kwa sababu hapa ni kilimo na makazi. Sisi hapa maeneo yetu tulipata kupitia wenyeji walituuzia mashamba haya, ndio ambao ni kabila la Wakea au kwa jina lingine wanajulikana kama Wandorobo. Jina naitwa Zahara Salim Savunta, ni mkazi wa pori namba 1. Ninachosikitika mimi ni kuzuiwa mashamba yetu. Yaani shamba hilo mimi ndio linanipa manufaa kwa kusomesha watoto. Hapa nilipo na watoto 6. Mwaka jana nilienda kulima. Kilichofuata mimi nilikuja kuzuiwa na vijana wa Kimasai. Nikaambia mimi siwezi kutoka hapa mpaka nitakapomwona mwenyekiti nijue kwamba nani anazuia. Ni mwenyekiti au ni Ndonyie. Basi kilichofuata mwenyekiti alikuja kweli pale akaniambia mimi sikutambui. Yaani hapo hatujaelewa, tunafanywa tu sisi wakulima, lakini wafugaji hawana shida yoyote, ng'ombe wanaingiza kama kawaida. Na hicho kipande nilicho kilima nilitegemea kwamba nivune alizeti, lakini hatimaye kilichungwa
na bila kupata msaada wowote. Kwa upande wa mkuu wa wilaya, amesema kuwa amepokea malalamiko yao na anafanyia kazi na kuahidi siku ya Jumamosi atakutana nao wakiwa na timu ya wataalamu. Kutana nao wote kwa pamoja na timu ya kutoka kwenye tume ya mipango ya matumizi bora ya ardhi kwa ajili ya jambo hilo. Kwa nia njema tu, nadhani pia tuliongea nao, wengi tuliwaeleza, wanafahamu. Kwa hiyo tutakutana nao nadhani siku ya Jumamosi tu. Tumekubaliana hivyo, na mimi mwenyewe pia nimempigia kiongozi wao, niliongea naye nikamweleza kwamba tutakutana nao siku ya Jumamosi mchana nadhani. Alafu tutazungumza nao. Nia ni njema kuzungumza nao. Wamekuja na changamoto, tumewasikiliza, tumechukua hatua kama serikali, tumeunda timu, imefanya kazi. Alafu pia tumeshirikisha na mamlaka nyingine za tume na wilaya pamoja na wataalamu. Tutakutana nao wote na makundi yote, tutazungumza nao. Sidhani kama kuna ubaya, kwa sababu nia ni kuja kutafuta ufumbuzi wa kudumu kwenye jambo hilo. Kwa hiyo Mheshimiwa DC, labda kama ni kuwasikiliza, wamesikilizwa na changamoto tumeifanyia kazi, lakini busara na hekima sasa tukutane pamoja baada ile timu kufanya kazi na wataalamu wengine na kamati yangu ya usalama ya wilaya na wataalamu wa ardhi. Tutakutana nao, tutazungumza nao vizuri, na nadhani mwisho wa siku tutafahamishana.